Hapa ni Petersburg na ni nchini Urusi. Kwa kweli ni eneo ambalo lina historia ndefu kati ya Tanzania na Urusi. Ni chuo cha Patrice Lumumba ambapo Mwalimu Nyerere alikuwepo hapa miaka 57 iliyopita wakati wa ziara ya kwanza ya kihistoria nchini Urusi. Safari hii Rais Samia Suluhu Hassan amefika katika eneo hili na kukabidhiwa shahada ya udaktari, ikiwa ni shahada yake ya 8 ya kupewa udaktari tangu ameanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika chuo hichi kuna Watanzania wengi wanasoma wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali, lakini katika chuo hiki wako Watanzania waliopita na ambao bado wanafanya kazi nchini Urusi wakiwa wanatumia fursa walizozipata katika kujitengenezea maisha. Katika chuo hiki nilikutana na vijana wengi, lakini miongoni mwa vijana hao walikuwa na maneno mengi ya kuzungumza kuhusu nyumbani kwao Tanzania na hapo wanapoishi sasa Urusi. Wanawaambia nini vijana wenzao nchini Tanzania kuhusu Urusi? Lakini sio tu vijana wanaosoma, nilipata bahati ya kuongea na mwenyekiti wa Tanzania wanaoishi Urusi. Hebu sikiliza wanasemaje kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan katika chuo hicho. Naitwa Salome Tadekwai, mwanafunzi wa udaktari mwaka wa kwanza hapa Ruden University. Tunafuraha sana kwa siku ya leo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kututembelea katika chuo chetu. Hii kwetu ni kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea sana, tulikuwa tunatamani siku moja tukutane naye. Karibu sana mama, tunakupenda. Lakini pia na washauri wasichana wenzangu au vijana wenzangu wachukue fursa, yani wapambanie fursa. Inapokuja usikae sehemu moja tu, hii ndio fursa pekee. Kwa maelezo zaidi ya scholarship wa Concern Russian Cultural Center. Asanteni. Kwa majina naitwa Hassani Kulwa Yange, ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ruden. Nipo mwaka wa kwanza, nachukua master degree in cyber security. Kwa kweli tunao furaha sana kwa ujio wa Mheshimiwa Rais sana kwa fursa hii, na ni moja ya vitu ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atafungua milango katika ushirikiano wa kimataifa kati ya Urusi na Tanzania. Hivyo vijana tujipange kwa ajili ya fursa zijazo, kama kupata mambo ya ajira, lakini pia scholarships kwa vijana kutoka Tanzania kuja Urusi. Mimi naitwa Mary Justin Kweka, ni mwanafunzi wa masters katika sheria za kimataifa. Mimi nina furaha kubwa katika ujio wa rais wetu hapa nchini Urusi, kwa sababu ukiangalia katika historia, yeye ni rais wa pili toka alipokuja Mwalimu Nyerere, na ni kitu ambacho tunaweza kujivunia. Ni rais wetu wa kwanza kama mwanamke, na ni rais ambaye anawakilisha kama mwanamke kimataifa. Kwa majina naitwa Sofia Nurdin Muki, ni mwanafunzi wa udaktari masters program kwenye department ya mambo ya magonjwa ya moyo. Ni mwanafunzi anayesoma katika chuo cha Ruden. Tunafurahia leo, ni siku ambayo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anakuja kututembelea chuoni kwetu. Sisi kama wanafunzi tuna furaha sana na tunamkaribisha, tunajivunia. Maisha ya Urusi ni maisha ambayo tumeyazoea, ni mazuri. Kuna fursa mbalimbali nyingi, watu wanakuja huku wanasoma, wanafanya kazi, wengine wanamaliza, wanafanya kazi hapa, wanapata experience na maisha mengine yanaendelea. Vijana wa Kitanzania nawaambia kwamba wachukue fursa, wasikae tu kusubiri kwamba kulalamika hakuna ajira, maisha ni magumu. Hapana, kuna fursa mbalimbali nchini kwetu na pia nje ya nchi. Kwa ambao wamegraduate au kwa ambao bado ni wanafunzi ambao wanaelekea vyuoni, na washauri waingie kwenye join pale Russian Cultural Center, ambapo wanaanza kupata huduma zote za jinsi program mbalimbali na kusoma huku nchini Urusi na mambo ya scholarship. Kwa majina naitwa Nasri Ismail Hassan, ni afisa mawasiliano wa wanafunzi wa Kitanzania katika shirikisho la Urusi. Binafsi kwa upande wetu tumepokea ujio wa Mheshimiwa Rais vizuri sana. Kwa upande wetu sisi ni jambo kubwa sana, na tuna imani kupitia ujio huu wa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan utazaa fursa kwa vijana, utazaa ushirikiano mkubwa hasa katika sekta za elimu, teknolojia na science, kwa sababu Urusi imekuwa ni nchi ambayo hapo nyuma hadi sasa inashirikiana na sisi
ndugu zao wa Tanzania, hasa katika upande wa elimu, upande wa teknolojia. Hata sisi ambao tupo Urusi tunafarijika sana juu ya uwepo huu, kwa sababu kupitia ushirikiano wao unatupa sisi fursa wa kujiendeleza hasa katika vitu ambavyo tunavisomea, hasa katika masuala ya teknolojia ambayo tunasomea muda huu. Ni hayo machache. Tunamkaribisha Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya Urusi. Karibu sana. Maneno ya vijana hao ni yanaakisi ukweli wa mambo jinsi yalivyo kwa sasa. Rais amerejea nchini Tanzania, lakini ameacha vumbi kubwa, sio la uchafu, ni vumbi la Watanzania wanaoweza kupata fursa mbalimbali. Katika makubaliano mbalimbali ambayo yamefanyika baada ya ziara hiyo, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaojifunza mambo mbalimbali katika chuo hicho. Sasa hivi wako 70, lakini katika ziara hiyo rais aliomba kwamba ongezewe nafasi hadi wanafunzi 150 kwenye scholarship kwa lengo la kuwa na wahandisi wa nyuklia, teknolojia ya nyuklia, wa madaktari pamoja na wataalamu wengine ambao tunawahitaji kwa wingi sana, kutokana na dira yetu ya maendeleo ya 2050 ambayo inataka itufikishie tuwe na kipato cha trilioni 1 itakapofika hapo mwaka wa 2050. Lakini pamoja na mafanikio ambayo ziara imeyapata, hasa katika makubaliano kuhusu kilimo, ambapo watakuja kwa ajili ya kuangalia kilimo cha mashamba ya ngano pamoja na ndizi, na vile vile wakulima wetu wataweza kupata nafasi hasa wa avocado ambayo inatakiwa sana nchini Urusi. Lakini pia ziara hiyo imefanikiwa kufungua anga, ambapo HCL itasafiri moja kwa moja kutoka Dar es Salaam mpaka Moscow kuanzia Julai 2, na vile vile kutakuwa na mahusiano kuhusu uzalishaji wa umeme kwa kupitia nyuklia, na tayari kampuni ya Mantra ina Watanzania imewapeleka Urusi katika chuo hiko kwa ajili ya kusoma zaidi. Lakini kimsingi kama vijana walivyosema ni kwamba hii ni sehemu fursa adhimu sana kwa vijana ambao kwanza kwenye masomo kwa ajili ya kutengeneza uwezo wao baadaye, lakini vile vile fursa mbalimbali zinazopatikana nchini Urusi kama alivyosema mwenyekiti wa Tanzania anaishi huko Urusi. Basi kutoka hapa Petersburg, mimi ni Beda Msimbe wa Tanzania Bloggers Network, TBN.